Taarifa zimetufikia zinasema kwamba mchumba wa marehemu Irene Robert aliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili anayefahamika kwa jina la Brian amekamatwa na jeshi la polisi akiwa katika hospitali Mwananyamala jijini Dar es Salaam, ambapo alifika kwa ajili ya kuuaga mwili huo na kisha kuusafirisha kuelekea nyumbani kwa ajili ya mazishi. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Ado Novemba ambaye ni rais wa shirikisho la muziki Tanzania, yeye amesema kwamba walifika Mwananyamala siku ya Alhamisi ambapo walikuwa wamepanga kwa ajili ya shughuli hiyo, lakini ikawa ngumu kwa sababu baada ya mama pamoja na mama mkubwa wa msanii huyu wa kike kuona mwili wa Irene Robert, ndipo alipotia mashaka kwa sababu alikutwa na majeraha, na hapo ndipo ambapo polisi walipofika na kumshikilia huyo mwanaume Brian ambaye ndiye inaelezwa alikuwa naye mara ya mwisho wakati kifo hiki kinatokea, na taarifa zikisema kwamba Irene alikutwa akiwa mtupu lakini pia akiwa amejisaidia. Sasa nikupe nafasi ya kumsikia Ado Novemba akielezea hili. Mimi naitwa Ado Novemba. Taarifa rasmi ambayo tuko nayo hivi sasa ni kwamba tumeshindwa kuweza kumuaga marehemu Irene ambaye mwili wake sasa tumekabidhiwa muda huu. Hii inatokana na kwamba tulikuwa tunafanya vipimo vya postmortem. Vipimo vya postmortem vinatokana na mzazi wa Irene, mama yake mzazi pamoja na mama mkubwa, baada ya kuwa wameingia ndani kwenye kutazama mwili na walipoona jinsi mwili ulivyo na majeraha na vitu vingine, wakaazimia kutengua kauli ambayo walikuwa nayo mwanzo ya kusema kwamba mwili usifanywe vipimo na kuomba uchunguzi ufanyike kwenye mwili wa mpendo wao, kazi ambayo tumeimaliza jioni muda si mrefu kutoka sasa. Na baada ya kufanya hivyo basi tumefanya taratibu nyingine. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupatiwa mwili muda huu na sasa tunaelekea airport. Lakini pia aliyekuwa anajiita kwamba ni mume mtarajiwa wa Irene naye amechukuliwa na vyombo vya ulinzi tukiwa hapa hospitali. Kwa hiyo yupo huko kwenye mahojiano. Taarifa zaidi zitatoka kwao kwa kuwa sisi sio wasemaji, lakini kwa wale ambao wanamuulizia kwamba yuko wapi, ni kweli sisi tumeona akiwa anachukuliwa pale tukiwa kwenye eneo.